Kwenye somo hili tuzungumzie kuhusu dawa moja ya asili ya kupata choo ngumu. Ni moja kati ya the top best dawa, kwa sababu hii dawa pia inatengenezwa katika muundo wa kisasa na unaweza ukaipata pharmacy, lakini ya asili inaitwa Sena. Sena ni majani ambayo yanapatikana maeneo mengi sana Tanzania. Kama unavyoona kwenye picha, usichanganye, angalia vizuri. Nitaweka hapo picha kadhaa katika high quality ili usichanganye. Haya majani yana kitu kikubwa kinaitwa anthraquinone. Ni moja kati ya kemikali muhimu sana katika kusaidia kama unapata changamoto ya kupata choo ngumu. Ni kemikali ambayo inasaidia water retention katika mfumo wako wa chakula tumboni kwako. Yaani unapoitumia hii dawa, kuna hii kemikali inaitwa cyanocytes ambayo ni sehemu ya hizi anthraquinone. Inachokifanya, inazuia maji kufyonzwa kutoka tumboni. Kwa hiyo vile vile inasababisha misuli inayozunguka tumbo kucontract, kujikunja na kurelax kwa nguvu sana. Kwa hiyo hii hali inasababisha kuexpel vile vitu vyote tumboni, kutolewa kwa haraka zaidi. Unaweza ukaona. Kwa hivyo ni moja kati ya dawa ambayo ni nzuri sana. Na kwa taarifa tu ni kwamba kuna dawa nyingi sana umewahi kutumia za kupunguza uzito kama ni muhanga wa uzito. Kama hiyo dawa ilikusababisha kuharisha, basi chances kwa asilimia zaidi ya 90 kulikuwa na hii Sena kama main ingredient. Lakini sasa tofauti, changamoto yake ni kwamba hutaki kuitumia kwa zaidi ya siku 10, kwa sababu ina nguvu sana hii Sena kiasi kwamba kama utaitumia mfululizo ndani ya siku 10 inaweza ikalegeza kabisa ile misuli na ikakusababisha changamoto nyinginezo ambazo kimsingi hazitaki kuwepo. Sasa unaitumiaje? Namna bora ya kuandaa, kwanza utakiwa ujue Sena ina majani lakini pia ina zile mbegu zake. Majani yana nguvu zaidi kuliko mbegu. Kwa matumizi ya kawaida unaweza ukachukua mbegu 3 hadi 6. Mbegu 3 hadi 6 zinatosha, ukaziponda vizuri. Ama unaweza ukachukua majani kidogo sana, robo ya mkono. Ukachukua majani robo ya mkono, ukayaponda vizuri, ukayachanganya labda na tangawizi kwenye glasi ya maji ya moto. Kwa hiyo unaweza ukachukua kijiko kimoja cha tangawizi, ukachukua mbegu zako 6 za Sena, ukaziponda vizuri, ukachanganya kwenye hayo maji ya moto. Ama ukachukua majani robo ya mkono wako. Yaani kama utayaponda vizuri labda vijiko 2 hadi 3, then unachanganya kwenye maji ya moto, unachemsha kidogo na hiyo tangawizi, alafu unaitoa jikoni, unaacha kwa muda wa masaa kama 10. Kwa hivyo ni vizuri kama una mpango wa kuanza kutumia hii, unaiandaa usiku. Utachukua kijiko kimoja cha tangawizi, majani vijiko 3 ambao tayari yameshapondwa vizuri, alafu unachanganya kwenye maji ya moto, then unafunika, unaacha kwa masaa 10. Asubuhi unakunywa hiyo glasi moja. Glasi moja tu inatosha kwa siku, kwa sababu inaweza ikakusababishia hii changamoto ya kuharisha kwa masaa takriban 4, lakini unaanza kuharisha masaa kama 6 hadi 7 baada ya kuitumia hii. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na target nzuri. Usitumie mchana au jioni, kwa sababu usiku inaweza ikawa ni shughuli nyingine. So tumia asubuhi sana ili ile mchana wako wote, na hakikisha unapotumia hii Sena, hakikisha uko sehemu ambayo utakuwa comfortable kwenda chooni muda wote. Usije ukawa unaenda sehemu ambayo inahitaji attention yako alafu ukatumia Sena, kitakulamba na kitakudhalilisha. Kwa hivyo Sena ni moja kati ya mimea tiba bora sana unaweza ukaitumia katika kupambana changamoto ya kupata choo ngumu ama kukosa choo kabisa. Hope utakuwa umeenjoy somo. Wakati mwingine, see you.